وبارك على كرم الأولين والآخرين سيدنا محمد نبي القاسم الأمين وعلى آله الطيبين وأزواجه المطهرين والعلماء العاملين ونحن معهم أجمعين وبعد. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wetu ambaye kajalia tukaweza kukutana mahala hapa ili tuambiane maneno machache mazuri yatakayo tusaidia kutukurubisha kwa Mola wetu. Alhamdulillah, mimi ninaitwa Uthman Khamis Chekechea, ni makamu mwenyekiti wa taasisi kongwe ya muda mrefu yenye uzoefu mkubwa katika masuala ya hija inayojulikana kama Al-Safa Hajj and Umrah Trust, au kwa jina la Kiarabu Lajnatu Safa lilhaji wal Umra, taasisi yenye makao yake makuu hapa Upanga, Dar es Salaam, ikiwa na ofisi yake nyingine kule Zanzibar, Kikwajuni Jaani. Niko hapa na wenzangu, wafanyakazi wenzangu, watumishi wenzangu. Kuliani kwangu yuko mwenzangu, ndugu yangu Alhaj Sheikh Abbas bin Sheikh Ramadhan Abbas. Yeye ni mkurugenzi wa operation katika taasisi hii. Kwa mifumo ya serikali pengine angeitwa waziri asiyekuwa na wizara maalumu. Anaingia kila mahala kutengeneza palipokaa vibaya. Lakini kushotoni kwangu ni ndugu yangu mpenzi wangu, anaitwa Sheikh Alhaj Khamisi Babu. Sheikh Babu ni mtumishi muandamizi kwenye taasisi hii, na hasa kwenye eneo la mahesabu kwa maana ya uhasibu. Lakini kwa kuwa tabia yetu ni kufanya kazi kama timu, basi naye pia ukiacha mbali mahesabu na utunzaji wake, anashiriki kwenye mambo mengi kuhakikisha hakuna mahala tunafeli. Sisi ni sehemu tu ya viongozi wa taasisi hii chini ya mwenyekiti wetu Al-Allamatu Nihrir Sheikh Muhammad bin Abdurrahmani Dedes, ambaye hapa tulipo na kwengine yeye ndiyo msimamizi na muongozaji wa kila kitu. Tumekutana hapa, ndugu waandishi wa habari, ili tuzungumze kuhusiana na haya masuala yanayohusu hija. Hakuna Muislamu ambaye hajui mpaka muda huu kwamba hija ni nguzo kubwa sana miongoni mwa hija za Uislamu. Hija ni nguzo ambayo ikitekelezwa, na hasa kwa namna inayomridhisha Mwenyezi Mungu, inamfanya yule hujaji kufanikiwa sio tu kesho akhera baada ya kufa. Hija inamfanya Muislamu kufanikiwa hata kwenye maisha yake haya ya dunia. Kwa sababu gani? Kwa sababu akienda kuhiji na akafanya hija itakiwavo, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia huyo ni mgeni wa Mwenyezi Mungu. Al-hujjaju wal-ummaru wafdullah wa haqqa ala Allah ta'ala an yukrimahum. Mahujaji na wanaofanya umra wao ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na imepasa ni haki ya Mwenyezi Mungu kuwakirimu wageni wake. Kwa hiyo huwezi kwenda ukakirimiwa na mwenyeji kisha mwenyewe ni Mwenyezi Mungu, halafu ukarudi huko tena ukawa na taabu za dunia wala za akhera. Umetoka kwa mwenyeji ambaye akisha kukukirimu mambo yako yamekaa vizuri ya pande zote mbili, ya duniani na ya akhera. Kwa hivyo kila mmoja anajua thamani, ukubwa na umuhimu wa ibada hii ya hija. Tunachotaka kuhimizana hapa kwanza ni kujua taasisi ziko nyingi ambazo zote wanafanya kazi ya kumpelekea Mwenyezi Mungu wageni wake. Kila taasisi ya hija kazi yake kubwa ni kubeba wageni wa Mungu, kumpelekea Mungu wageni wake na kuwahudumia wageni wa Mungu kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Lakini katika hizo taasisi
watazamaji wetu, Waislamu wenzetu, ni vizuri mkafahamu, moja kati ya taasisi kubwa na bora ni taasisi hii inaitwa Al-Safa Hajj and Umrah Trust. Ni taasisi yenye watumishi wazoefu na jambo lenyewe, weledi, wanaijua hija kwa namna ya kuijua, wanajua namna ya kutumikia mahujaji, wana uzoefu wa takriban miaka 20 na zaidi. Kila mwaka wanapeleka wageni wa Mungu kule, na taasisi hii inapambanuka kutoka kwenye taasisi zingine. Si tunamchukulia hujaji sawasawa na mtoto na mzazi. Mzazi akiwa na mtoto, na hasa mtoto mwenyewe mdogo, uangalizi wa mzazi kwa huyo mtoto mdogo ni mkubwa sana. Muda wote mzazi anataka kujua mwanawe yuko wapi, anafanya nini, ana usalama gani, ana madhara gani. Ndiyo mzazi kwa mtoto wake akiwa mdogo. Hiyo ndiyo hali ya taasisi yetu hii. Mahujaji tunawapa sura hiyo kama watoto wetu. Tunataka muda wote tujue hali yao, tujue ibada yao, tujue kufaulu kwao, na tuko nao bega kwa bega kwenye taasisi hii. Hakuna hujaji anayeachiwa afanye ile ibada peke yake na mwenyewe. La, tukifika kule, kila hatua ya ibada hii mahujaji tuko nao bega kwa bega. Hujaji akifikishwa pale Maka, kuna dua za kuingia kwenye mji wa Maka, kuna dua ya kuingia kwenye haramu ya Maka, kuna dua inasomwa kwa ajili ya kuiona Kaaba, na kuna dua zinasomwa mbalimbali kwenye tawafu. Ukiwacha hivyo, ukienda zako kule Safa na Marwa, kuna adhkari mbalimbali. Hujaji haachiwi mwenyewe, na hiyo ni kwa sababu si kila hujaji anayekwenda kuwa mgeni wa Mwenyezi Mungu amefundishwa au amesoma vya kutosha yale yanayotakiwa huko. Asiposimamiwa akaachiwa mwenyewe tu afanye kwa jitihada yake, kuna hatari hujaji kama huyo akapoteza vitu viwili vitatu vikubwa sana. Manake hija ina mambo makubwa sana, takriban matatu. Hayo yatapotea bure. La kwanza, muda wake. Ukienda hija manake unatoa muda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukienda ukawa hukufanikiwa, ile hija imekwenda bure, haikufaulu, maana yake ni ndogo tu, ni kwamba umepoteza wakati wako bure. Na hakuna jambo kubwa kwa mwanadamu lichungwe sana kama wakati wake. Haifai mtu kupoteza wakati. Lakini la pili ni mali. Hujaji anatoa pesa, na sio ndogo kwa zama kama hizi. Takriban sisi tunawapeleka hija mwaka huu mahujaji wetu kwa dola 6,500 kwa kupata huduma zote zinazomhusu hujaji atazipata zote kwa dola 6,500. Na hapo sasa, ikiwa hiyo hija ataachiwa hujaji ajipeleke mwenyewe, ajiongoze mwenyewe, kuna hatari hizi dola 6,500 ikawa zimekwenda bure, zimepotea pesa na hakuna alilofanikiwa. Na hii ni msiba mkubwa sana. Lakini jambo la tatu ni nguvu. Ibada ya hija inahitaji afya kwa hakika, inabidi nguvu itumike. Mifano ni mingi sana kuhusiana na matumizi ya nguvu. Kwa mfano, na huu mfano mmoja tu utatosha. Ile siku ya mwezi 10 inaitwa kitaalamu majina mengi, inaitwa yaumu nahri, inaitwa yaumu Eid al-Adha, inaitwa yaumul hajjil akbari. Yote ni majina yake, siku ya mwezi 10. Siku hii ni siku inataka afya sana kwa hujaji, kwa sababu hujaji huyu atakuwa amelala mahala panaitwa Mash'arul Haram, kwa maana ya Muzdalifa. Siku ya mwezi 10 anaamka akiwa Muzdalifa. Ndugu Waislamu na mahujaji watarajiwa, ukitoka Muzdalifa pale asubuhi, ghalibu, yani mara nyingi kunakuwa hakuna gari, hakuna usafiri, inabidi watu wote wanatembea kwa mguu, watoke Muzdalifa kwa mguu. Na utaona ajabu wallahi, uvijana, wazee, kuna na wagonjwa wanasafiri kwenye barabara moja. Ndo hapo Mola aliposema thumma afidhu min haythu afadha an-nas, ni watu kuelekea eneo moja. Unatoka Jamarati kwa mguu, unakuja mpaka hapa Mina, ambapo tena hutokaa ni kufika kuweka mizigo ili uwe huru. Una vijiwe tu vya kwenda navyo Jamarati ambavyo umevipata pale Muzdalifa au mahali pengine.
safari ya kwenda Jamarati. Hapa utaona ajabu kweli. Ukifika ukiwa pale Mina, unaona Jamarati kama nyuma ya nyumba hii, unapaona kabisa pale, mpaka unapata tamaa, hapa mimi nikikohoa tu nimeshafika. Utatembea mpaka utaridhika kabisa, kwa sababu ya safari iliyopo. Uzuri ni hivi, uzuri ni mmoja. Maumivu ya mwilini huwa yanapotea kama yameungana na utamu wa moyoni. Ikiwa moyoni kuna raha inapita na utamu unapita, maumivu mwilini huwa hayasikiki kabisa. Ndugu Waislamu na ndugu watazamaji, sote tunajua kwamba kifo ni kichungu. Mwanadamu akiwa anakufa anapata maumivu ambayo hajayapata toka azaliwe. Inna lilmauti la sakaratun, kifo kina maumivu makali sana. Lakini kuna watu wameshuhudiwa wakati wa kufa wanatabasamu. Anakufa mtu anacheka, hata mpaka unashangaa, kwani haumii huyu? La, kuna utamu unapita moyoni, ule utamu umefunika yale maumivu, umefunika maumivu. Mola anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Maneno makubwa sana haya, yanampelekea mtu anokufa anatabasamu, anacheka, na huko ana maumivu kwa raha anazoziona huko anakokwenda. Mwenyezi Mungu atupe kifo cha namna kama hii na mwisho mzuri kama huu. Sasa ukirudi zako kule Maka, safari ya Muzdalifa mpaka Mina, Mina mpaka Jamarati, na kuna safari ya Jamarati kurudi tena mpaka hapa Mina. Lakini kuna wengine afya zao zinatumika zaidi, akitoka Jamarati siku ya mwezi 10 harudi Mina, anaunganisha safari kwenda Maka, na Maka akifika hakwenda kupumzika, anafanya tawafu ifadha, anafanya na sa'i, halafu anarudi zake tena Mina. Kazi hiyo inataka afya na nguvu kubwa kutumika. Ikiwa huyu mtu hakuongozwa vizuri, hakusimamiwa vizuri, nguvu yote hii itapotea bure. Maana yake nini? Atakuwa akapoteza muda, amepoteza pesa, amepoteza na nguvu yake bila natija, bila faida. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hajjun mabrurun laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Unaona, anasema hajjun mabrur, mafhumu mukhalafa. Ikiwa kama haju ni ghairu mabruri, yani hija sio njema ilotakabaliwa, malipo ya pepo atakosa faida na natija wanazopata mahujaji. Amepoteza muda na wakati. Kwa sababu hiyo, taasisi yetu hii ya Al-Safa inawalea mahujaji wake kama watoto. Muda wote inataka iwaone wanafanya nini, wana shida gani, iwatumikie tena kwa furaha. Kuna jambo linatokea mara nyingi, na taasisi za wenzetu wanajua, kule mahujaji kupotea sio jambo geni, ni jambo la kawaida kabisa. Ni kwa sababu gani? Ya ugeni, lakini vile vile na zahma, watu ni wengi sana. Utashangaa wallahi, kwetu akipotea hujaji, maisha yetu pale Maka na Mina yameshakuwa magumu tena, sote tumebabaika. Lazima mipango na juhudi akatafutwe hujaji. Tukienda kufanya tawafu, hujaji haachiwi, lazima tuende naye tukamfanyishe ile tawafu, aone tunaofanya, asikie tunavyosema. Tukienda Swafa na Marwa, tunaye hujaji hafanyi mwenyewe. Lengo letu kwenye taasisi yetu, tusirudi na hujaji hata mmoja ambaye kapoteza pesa, nguvu na wakati wake. Tunataka mahujaji wetu wote warudi wamefanikiwa, wamekifanya kile ambacho anakitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hivi ndio tunavyofanya. Ndio maana nikasema taasisi yetu inapambanuka kwa hayo. Tunajua si kuna baadhi ya taasisi ni bora tu hujaji kumfikisha Maka na kumuonesha Al-Kaaba basi, alafu mengine atafanya mwenyewe. La, sisi hatufanyi hicho kitu, kwa sababu tunahesabu kufanya hivyo ni sawasawa na mlango wa khiana. Mtu kishamchukua hapa Tanzania, hajawahi kusafiri mwingine, hajawahi kuhiji kabisa, kama kusema kweli unamtelekeza, unamuumiza huyu mtu, unamuumiza kabisa, atakosa alichoendea. Kwa hiyo nukta ya kwanza ni kueleza hivyo, kama tunawaalika mahujaji waje katika taasisi hii, bila kuzuia kuwa wasende taasisi nyingine. La,
taasisi nyingine ndugu zetu wanafanya kazi vizuri tu wengine pia, lakini kwa namna tunavyoamini utendaji kazi wa taasisi hii, tunatoa rai na kuwataka mahujaji waje kwenye taasisi yetu, na kule kuja kwetu itakuwa ni deni. Malipo yetu ni kuwatumikia utumishi uliotukuka, na huu watauona wao kwa macho. Hilo la kwanza, kabla sijampisha mmoja kati ya wenzangu.